Anzia kwa huyu ambaye ametangazwa hii leo kwa maana ya Liba Sege. Liba Sege, mimi nimepata bahati ya kumtazama kwanza kwa ukaribu kwenye mechi kama mbili. Nilikuwa pale Karatu kama unakumbuka kwenye mashindano yale ya Sekafa. Ilikuwa ni pre-tournament ya CHAN ambayo yalifanyika kule Karatu. Sawa. Nilikuwa pale na Senegal walileta timu yao pale. Mechi yao ya kwanza walicheza dhidi ya Uganda Cranes. Niliona ile mechi siku ya kwanza tu. Nilikuwa nimekaa na katibu wa zamani wa TFF. Sawa, manake Wilfred Kidao. Yes. Tulikuwa tunaangalia ile mechi ya Uganda. Kwa mara ya kwanza tu, unajua mchezaji unamwona kwa mara ya kwanza tu kile ambacho anafanya. Touch yake kwanza tu. Kila mtu alisema humu kuna mchezaji. Yaliyomo yamo. So kulikuwa na huyo Liba Sege, lakini pia kulikuwa na mchezaji anaitwa Musa Cisse. Yes. Ambaye alikuwa anacheza kiungo wa chini. So kulikuwa na hawa wachezaji wawili wa Senegal ambao walikuwa ni stand out. Yaani ukitazama timu yao, hao ndo wanakuwa kwanza kuwaona kwa sababu uwezo wao unajitofautisha sana na wenzao. Then nikaja nikamuona tena kwenye mechi ya Tanzania Taifa Stars, mechi ambayo Senegal alifungwa kwa bao 2-1. Sawa. Si ndio? Lakini baada hapo sasa nikaja nikamuona kwenye game zile za CHAN. Unakumbuka namna ambavyo Senegal alicheza mpaka wanakuja kutolewa kwa mikojo ya penalty dhidi ya Morocco, si ndio? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Kwenye ile timu ya Senegal anacheza upande wa kushoto. Ni left foot. Unajua kwa mpira wa kileo tumezoea kuona left foot anacheza upande wa kulia. Sio? Zamani ilikuwa left foot anacheza kushoto, alafu huyu ambaye anacheza upande wa kulia anabaki kulia. Anatumia mguu wa kulia pia. Lakini kwa football ambao tunaiona siku hizi, uweza kuona kwamba mtu anatumia kulia anaenda kushoto. Na ikumbuka ile Bayern Munich ya Arjen Robben pamoja na Frank Ribery. Yes. Umekumbusha kitu kizuri. Kwa hiyo yeye anacheza ile winga ya kizamani. Anatumia mguu wa kushoto na anakaa kushoto.